Husna Juma Sekiboko. Ajiandae Mheshimiwa Sikudhani Yasin Chikambo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa fursa ya kuchangia hotuba hii muhimu ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijakwenda kwenye mchango wangu, nitumie fursa hii kwanza kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuwaletea maendeleo wananchi wa Tanzania. Lakini tumia fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anaiongoza nchi yetu, hasa kwa mujibu wa katiba, sheria na kanuni ambazo zimepitishwa ndani ya bunge letu tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kama mtakumbuka, wakati anachukua kijiti cha kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuta nchi hii mikutano ya hadhara yote imefungwa, alikuta siasa hazifanyiki, lakini kwa lile lengo lake la utawala bora na kutaka kuongoza kwa mujibu wa sheria na katiba yetu, alifungulia mikutano ya hadhara na vyama vya siasa vyote vianza kufanya siasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, dhana ya utawala bora ni pamoja na ulinzi wa rasilimali. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tumeona amefanya hilo kwa mfano. Hivi tumeshuhudia, amemaliza kuzungumza kaka yangu pale Swale, makamu mwenyekiti wa Kamati ya Katiba na Sheria, namna ambavyo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeburuza watu mahakamani, wale ambao walikuwa wanajaribu kuteteresha rasilimali za nchi hii. Serikali imechukua hatua na tumeshuhudia kwa macho yetu. Lakini Mheshimiwa Bunge, nitawakumbusha tu swala la utendaji wa tume ya PCCB imefanyika hata ndani ya chama chetu. Tumetoka kwenye uchaguzi, tumeona namna gani PCCB wamefanya kazi yao kubwa katika uchaguzi, lakini hata baada ya uchaguzi tumeshuhudia mpaka sasa pale Chato wapo wabunge wenzetu wanatoa ushirikiano pale, TAKUKURU wamewafikisha pale. Ule ni utawala bora. Ni utawala bora upi tunaohitaji? Kwa mfano Mheshimiwa Rais tunampongeza kwa kazi kubwa ambayo anafanya katika kuongoza nchi yetu kwa mujibu wa utawala wa sheria. Hili tumeliona sio tu ndani ya serikali na hata ndani ya chama chetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, limezungumzwa swala hapa la utekaji na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani namna ambavyo ametoa mwongozo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ifikie pahala serikali yetu ishughulike na wale ambao wanajiteka. Wapo watu ambao wanajipoteza, hawaonekani. Wapo tumeshashuhudia watu wa aina tofauti tofauti wamepotea katika mazingira ya makanisa, ya misikiti, baadaye wameonekana, kumbe walikuwa na ajenda zao za kifamilia. Mwisho wa siku mtu anaweza kuja na hoja nyepesi akadhani kwamba kuna utekaji ambao uko rasmi, wakati kumbe ni utekaji ambao hauko rasmi na kila mtu amefanya kwa mujibu wa uwezo wake wa kufikiria. Kwa hiyo ni vizuri serikali iwashughulikie wale wote ambao wanasambaza taarifa za uongo juu ya masuala hayo ya utekaji, ili kuilinda nchi yetu na kuilinda serikali yetu juu ya watu wenye nia mbaya ya kuichafua serikali yetu.